wilaya yetu ya Moshi Mwenge wa Uhuru tutaupokea tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Na katika wilaya yetu ya Moshi kama tunavyofahamu, tunazo halmashauri mbili. Tunayo halmashauri ya wilaya ya Moshi ambayo tutapokea Mwenge wa Uhuru kutoka wilaya ya Rombo tarehe 1 ya mwezi wa 6. Na Mwenge wa Uhuru katika mwaka huu wa 2026 umekuja na ujumbe mahususi ambao serikali inatamani wananchi wake wausikie, wauelewe na kuufanyia kazi. Na ujumbe huo unahusu masuala ya amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Ndio dhana kubwa na ujumbe ambao Mwenge wa Uhuru unakuja nao. Na dhana hiyo imebebwa na kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kwa hiyo katika halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi Mwenge wa Uhuru tutaupokea katika viwanja vya shule ya sekondari ya Mwika iliyopo katika kata yetu ya Mwika Kaskazini, na eneo la mkesha itakuwa ni pale katika viwanja vya stendi ya Kimochi pale Sango, kata ya Kimochi. Kwa Mwenge wa Uhuru utakapokuwa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi utatembelea jumla ya miradi 7 ya maendeleo pamoja na programu moja, na katika miradi hiyo 7 miradi 5 itazinduliwa, miradi 2 itawekewa mawe ya msingi na programu moja itatembelewa na kuzinduliwa. Na programu hiyo ni ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kama yalivyo maelekezo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, matumizi ya nishati safi. Kwa na sisi pia tutaonyesha Mwenge wa Uhuru jitihada za halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi katika kuenzi na kuendeleza matumizi ya nishati safi, ikiwa ni programu maalum kabisa kwa ajili ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Kwa miradi ambayo itapitiwa hiyo ambayo nimeeleza 7 ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, baada ya mapokezi pale shule ya sekondari Mwika ndipo ambapo tunajenga jiko la kisasa la matumizi ya nishati safi ya gesi. Kwa hiyo jiko hilo litazinduliwa na mradi huo una jumla ya gharama ya shilingi milioni 58.6. Jenga jiko la kisasa pale pamoja na kusimika mitungi ya gesi. Kwa hiyo pale Mwenge wa Uhuru utapata fursa ya kuona jitihada ambazo tunazifanya. Lakini baada ya hapo Mwenge wa Uhuru utakwenda katika ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami, barabara ya Mandaka Kilema, ambao tunatarajia Mwenge wa Uhuru utaweka jiwe la msingi katika mradi huo wenye jumla ya shilingi milioni 774.491. Lakini pia Mwenge wa Uhuru unaendelea kuangazia, na serikali yetu kama mnavyotambua inaendelea kuwahamasisha na kuwashirikisha sekta binafsi katika ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Kwa pia Mwenge wa Uhuru ukiwa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi utapitia uwekezaji binafsi, na hapa tutakwenda kwenye kituo cha kujazia mafuta cha Mavoa ambao kipo pale kata ya Njia Panda. Mwekezaji yule amewekeza na kituo kimekamilika, na tunatarajia Mwenge wa Uhuru kwenda kufanya uzinduzi wa kituo hiko ambako tayari kimeshaanza kutoa huduma kwa wananchi, na mwekezaji yule ameweka pale jumla ya shilingi milioni 825. Kwa atakuwa anatoa huduma ya nishati ya mafuta kwa wananchi ambao watakuwa wanapita pale kwa ajili ya kujaza mafuta. Lakini pia tumeendelea kuimarisha sekta ya afya, ujenzi wa hospitali, vituo vya afya, zahanati, na Mwenge wa Uhuru ukiwa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi utapata fursa ya kwenda kufanya uzinduzi wa zahanati yetu ya Gona ambayo na yenyewe pia ipo katika kata ya Kahe Mashariki. Na zahanati hii tumejenga kwa nguvu za wananchi, lakini pia serikali ikaja ikaendeleza na jumla ya shilingi milioni 153. Lakini pia miradi ya maji, Mwenge wa Uhuru utapata fursa ya kwenda kuangazia na kuona utekelezaji wa miradi ya maji kwa ajili ya kusambaza na kusogeza huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Na katika maeneo yetu haya pamoja na jitihada nzuri ambazo tunaendelea nazo za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa hiyo chemichemi zetu kwa wakati mwingine zimekuwa zikipungua uwezo wake, lakini sasa tumekuja na programu maalum kabisa ya uchimbaji wa visima virefu. Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru tutaupeleka uende ukaone na kuzindua mradi wa uchimbaji wa visima virefu vya maji na tumechimba visima pale Mabungo, Uchira, lakini pia pamoja na Mandaka Mnono. Kwa Mwenge wa Uhuru utapata fursa ya kwenda kufanya uzinduzi wa visima hivi na wananchi waendelee kupata huduma ya maji, na mradi huu una jumla ya shilingi milioni 274. Lakini pia
kama yalivyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha tunawawezesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na Mwenge wa Uhuru utakwenda kuona namna ambavyo halmashauri yetu inatenga fedha kutoka mapato ya ndani kwa ajili ya kuwawezesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Sasa tutakwenda kwenye kikundi cha vijana cha Umoja wa Ajira ni Kujiajiri, kipo pale Kiruavunjo Kusini. Vijana hawa walikopeshwa na halmashauri, kwa hiyo wanazalisha madini ya ujenzi, kokoto, mawe na ule mchanga wa chipping, na wanafanya vizuri. Na kikundi hiki halmashauri baada ya kukopesha pia kimeipa na zabuni kwa ajili ya kusambaza kokoto kwenye ujenzi ambao tunaendelea nao katika halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi. Na mradi huu una jumla shilingi milioni 64.4. Lakini pia katika eneo la utawala, baada ya kutoka katika mradi huu wa vijana, tutakwenda kwenye ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Sango, kata ya Kimochi, ambapo pia wananchi wenyewe walianza kwa nguvu zao kujenga ofisi nzuri kabisa ya kijiji, na halmashauri kaja ikaongeza nguvu kwa maana ya serikali kwa ajili ya umalizaji wa ofisi hiyo, ili kuboresha utawala bora, watendaji wetu wa vijiji pamoja na wenye viti na kamati yake ile ya kijiji kuweza kukaa katika mazingira bora kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Kwa tumejenga na kumaliza kabisa ofisi hiyo ya kijiji, ambayo sasa na yenyewe tunatarajia Mwenge wa Uhuru utakwenda kuzindua, na tayari huduma zimeshaanza kwa wananchi. Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru utapata fursa ya kwenda kukagua pale, lakini pia kwenda kufanya uzinduzi sasa rasmi wa ofisi ili wananchi waendelee kupata huduma katika kijiji chetu cha Sango. Lakini pia katika sekta ya elimu, tutapeleka Mwenge wa Uhuru katika shule yetu ya sekondari ya Kimochi. Pale tunajenga madarasa ya kisasa mawili, ikiwa ni jitihada za serikali ya ndani ya wilaya yetu ya Moshi na halmashauri ya wilaya ya Moshi. Kama tunavyofahamu, baada ya mabadiliko ya mtaala, elimu sasa ya lazima itakuwa ni kuanzia elimu ya msingi mpaka kidato cha 4. Na mwaka 2027 tutakuwa na mikondo miwili ambayo inamaliza. Darasa la 6 utakuwa anamaliza, maana sasa elimu ya msingi itakuwa inaishia darasa la 6. Alafu na darasa la 7 au wanaoendelea na wenyewe watakuwa wanamaliza 2027 kwa maana ya mwakani. Kwa mwaka 2028 tutapokea mikondo miwili ambayo itaingia kidato cha kwanza. Kwa hiyo halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi tunaendelea na kuhakikisha kwamba hii mikondo miwili tunaihudumia vizuri, kwa maana ya kupata madarasa, matundu ya vyoo pamoja na viti na meza, kwa maana hiyo miundombinu ya kupokea double cohort kwa maana ya mikondo miwili kwa wakati mmoja mwaka 2028. Kwa katika jitihada hizo tunazoendelea nazo, tutakwenda kuonyesha Mwenge wa Uhuru utuwekee jiwe la msingi katika uendelevu wa ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa ajili ya kupokea hao watoto. Na pale tunajenga madarasa mawili kwa jumla ya shilingi milioni 57. Na ujenzi unaendelea vizuri, tutaomba Mwenge wa Uhuru utuwekee jiwe la msingi. Kwa katika miradi yote hii ambayo nimeieleza ina jumla ya shilingi bilioni 2 na milioni 259 na 49,567. Bilioni 2 milioni 259 na 49,567. Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru utapata fursa wa kutembelea katika miradi hiyo yote.